Mimi naitwa Polycarp Pengo, ambaye Pengo ni jina la familia. Katika familia yangu au familia yetu, mimi ni mtoto wa 6 wa kuzaliwa, na nimezaliwa mwaka wa 1944 tarehe ya 5 ya mwezi August. Kwa hiyo mwaka tarehe 5 mwezi August nimetimiza umri wa miaka 76, jambo ambalo namshukuru Mwenyezi Mungu sana, kwa sababu hapa katikati yamepita mambo mengi kuhusu afya yangu, na niliweza kuwa nimeshaondoka nikaenda kwa Mwenyezi, lakini yeye amependa niwepo bado. Baada ya kuzaliwa nimesoma pale Mwaze, katika jimbo la Sumbawanga, ambayo wakati ule kwa kweli nilipozaliwa lilikuwa naitwa jimbo la Karema. Karema kutokana na wamisionari wa kwanza walipofika kule, maaskofu wa mwanzo kabisa walikaa pale Karema, na baadhi yao wamezikwa pale kama makao yao. Kwa hiyo liliitwa jimbo la Karema hadi mwaka wa 1959 baada ya askofu wa kwanza mzalendo kupatikana katika nafsi ya Askofu Karolo Msakila, ambaye yeye mwenyewe ni mzaliwa wa Karema kama parokia, lakini alipenda jimbo liitwe jimbo la Sumbawanga kulingana na mahali ambapo makao yake makuu yalikuwa. Mimi baada ya kuzaliwa na kusoma katika shule ya msingi, baadaye nimemaliza mpaka wakati ule kidato cha 4, baada ya kufanya mtihani wa Cambridge wa mwaka wa 1964, Cambridge ambayo ilikuwa form 4, ama wakati ule walikuwa naita bado darasa la 12. Baadaye nimekwenda moja kwa moja Kipalapala seminari, nikasoma pale kwa kipindi cha miaka 3 ya filosofia na miaka 4 ya teolojia. Kwa hiyo jumla miaka 7 katika seminari kuu. Mwaka wa 1900 ngapi? Sabini, mwaka 1970 mwezi Desemba tumepata daraja ya ushemasi, na mwezi Juni tarehe 8 Juni 20 mwaka wa 71 ndio nikawa nimepata daraja ya upadi. Kabla ya kwenda huko ndio tuambie hii moto wa wito uliwaka wakati gani ndani yako? Nini ambacho kilipelekea wewe ukaona kwamba natamani kuwa mtu fulani? Kwa sababu nimejaribu kufuatilia walau kwa ufupi kwa historia yako, nikaambiwa wewe ukutamani hata kuwa padri, ulitamani kuwa askofu moja kwa moja. Ndio, katika udogo ule kutokana na jina Polycarp, daima walipotangaza wa miaka ile ilikuwa tarehe 26 mwezi Januari, ambayo baadaye imepelekwa tarehe 23 mwezi Februari. Ilikuwa ni sikukuu kikanisa, kumbukumbu ya Mtakatifu Polycarp,
na daima paroko alitangaza ilipofika wakati ule tunaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Polikarpo, askofu na shahidi. Sasa kwangu mimi nilijua kwamba yote ni mamoja. Ukiitwa Polikarpo manake ni askofu na shahidi. Ndio kutokana na hiyo tusema ni kama wito nilizaliwa nao na tangu udogo nikawa namwambia mama, mimi nitakuwa askofu na shahidi. Sasa sikujua maana yake ni nini, lakini nilikuwa naona ni extension tu ya jina, lazima ufikie katika hatua hiyo. Na wakati unamwambia mama hivyo, yeye alikuwa anapokeaje? Kwa sababu nasikia alikwambia haiwezekani. Aliona ni utoto, ni mtoto anajongelea, sema wewe ukitaka kuwa uwezi kuwa askofu kabla hujakuwa padre. Na mimi tunabishana, Polikarpo haitwi padre, ni askofu. Askofu na shahidi. Basi sema ndio, lakini lazima upite upite seminarini. Seminari ni kitu gani? Mimi bado mdogo nani. Lakini baadaye nilipoanza kupata fahamu ndio nikaingia katika safari hiyo ya mpaka kufikia upadi. Baada ya kujua ni nini maana ya askofu na shahidi, nikasema pana, kwanza uaskofu wenyewe siwezi. Ni kitu kikubwa. Kama mama alivyokuwa ananiambia wakati ule, anasema maaskofu mbona ni wazungu tu, wewe utakuwaje mweusi utakuwaje askofu? Niwaze kama mdogo, nikasema sasa mimi nimeitwaje Polikarpo? Kwani Polikarpo alikuwa mzungu, alikuwa nini? Sema alikuwa ni mzungu, ni mtu mweupe wa huko. Sema lakini kwa nini wamenipa jina hiyo? Kwa hiyo ikawa ni lakini baada ya kutambua nikasema mambo ya askofu ni kazi kubwa mno, na shahidi ndio tunamwachia Mungu kama kuna lolote hilo la ushahidi. Lakini basi baadaye ni mwaka wa baada ya kupata upade, mara moja nikaenda kufanya kazi kama katibu wa Askofu Msakila kule Sumbawanga kwa kipindi cha miaka miwili. Alafu baadaye nikawa nimetumwa kule Roma kwenda kujifunza somo la maadili ya kanisa. Nimekaa kule kwa miaka 4. Baada ya hapo nimerudi, moja kwa moja nikaambiwa utakwenda kuanzisha seminari ya Segerea kama kiongozi, kama rekta au gombera wa seminari. Sasa ni wazi, nilishtuka, nilisema sasa mimi nitawezaje na nini? Lakini basi nasema kama wameniambia niende huko, lazima nitafute uwezekano wa kufanya hivyo. Kwa hiyo tukawa nimekubali na tukawa tumeanzisha seminari ya Segerea nikiwa kama gombera wa kwanza wa seminari hiyo. Na mwaka wa 1984 mwezi, kwa kweli kwa mwaka 85 Baba Mtakatifu akawa amemtuma mjumbe wa Baba Mtakatifu hapa. Wakati ule alikuwa askofu mkuu Vincenzo Moreni, akawa amekuja kuniambia, asema Baba Mtakatifu Yohane Paul wa pili anasema anataka kukufanya askofu. Sema askofu tena? Kwa hiyo nikaanza kusema labda Mwenyezi Mungu sasa ile ndoto ya kitoto anataka kurealize, lakini kasema lakini
Mungu wangu, hata kuna wakati nilikuwa nasema, Mungu wangu, kwa nini unanipeleka huko? Mimi niliyasema yale kama mtoto mdogo, sio kwamba nilikuwa naomba, lakini nilikuwa nafikiri hiyo katika fikra za kitoto. Lakini basi ikawa ndio hivyo. Mwaka wa tarehe 6 mwezi Januari, Baba Mtakatifu agiza niende kule Roma, nikopatia waskofu tarehe 6 mwezi Januari 84. Baadaye ni kama askofu wa jimbo la Nachingwea, kwa sababu wakati ule askofu wa jimbo la Nachingwea alikuwa ni Muamerika, Arnold Cote, na alikuwa ameomba kustaafu. Kwa hiyo wakawa amenipeleka kule. Nimekaa kule tangu mwaka tuseme sehemu za kusini. Nimekaa kule tangu mwaka wa 84 mpaka mwaka wa 90. Maana jumla kama miaka 6 hivi. Ndipo nilipoambiwa kwamba nirudi Dar es Salaam nije kuwa askofu mkuu mwandamizi kwa ajili ya kushika nafasi ya askofu ya Kardinali Lauriani Rugambwa. Basi nikawa nimekuja hapo. Amekaa na Kardinali Rugambwa nikiwa mwandamizi kwa miaka 2 mpaka mwaka wa 1992, ambapo wakati ule ndio Kardinali Rugambwa alikuwa ametimiza umri wa miaka 80. Kwa hiyo ilikuwa hawezi kuendelea kufanya kazi. Kwa nikashika nafasi yake na nimekuwa hapa tangu mwaka huo wa 90 nilipokuja, na 92 nikawa nimeanza kazi kama askofu mkuu wa jimbo, na mpaka nilipofikisha umri wa miaka 75 mwaka jana tarehe 15 mwezi Agosti, ikawa Baba Mtakatifu ametangaza askofu mkuu Yuda Tadei Ruwaichi akawa ameshika nafasi yangu. Kwa hiyo tokea wakati huo ninapoambiwa au ninapopewa nafasi ya kwenda kipaimara au kwenda kusali pamoja na waamini, basi naendelea kuwepo. Na labda hata mimi, lakini zaidi watu wengine wanashangaa, mbona baada ya kumaliza afya yako imekuwa imekuwa nzuri na nini. Nikasema basi labda ilikuwa sehemu ya mzigo wa askofu, ndio ilikuwa lakini shida kubwa kama unavyofahamu ni kwamba nilipata tatizo la mgongo, na hilo tatizo la mgongo likanipelekea nimepata operation 3 kubwa kwenye uti wa mgongo. Na baada ya hapo ndio operation ya kwanza 2 nilifanyia kule India, lakini inaonekana zikusaidia, zikwenda vizuri sana mpaka ya operation ya mwisho nilikuwa nimekwenda Marekani kule New York, na pale faulu kufanya niweze kusimama wima, kwa sababu ilikuwa kwa ajili ya maumivu na nini, ilikuwa na tendency ya kuinama na nini. Lakini sasa nasimama wima vizuri. Maumivu ya kawaida baada ya operation nayo yapo, hasa inapokuwa hali ya mawingu na hali ya mvua na unyevu mwingi katika hiyo inaongeza maumivu, lakini sio ya kusema mtu ushindwe kufanya kazi. Ndio.
Nikushukuru sana Baba Kardinali kwa hayo machache. Hata mimi mwenyewe nadhani Jumapili tu juzi hapa nilikuwa na mtu akawa anasema Kardinali kaimarika sana sasa hivi, anatoa homilia akiwa amesimama. Na mimi nikasema pengine ni maendeleo makubwa ya afya yako. Ndio. Na naamini ni moja kati ya changamoto kubwa sana ambayo ilipokumba ukafikia hatua ya kukata tamaa. Nakumbuka moja kati ya ripoti iliyotolewa na Radio Vatican ikiwa inasema kwamba umeshajiandalia kaburi tayari pale Pugu. Ina maana gani Baba Kardinali? Ni kwamba nani askofu mkuu aliyenitangulia, tuseme wote wawili walionitangulia, ukiacha wale wa zamani, lakini askofu mkuu Maranta alipomwachia Kardinali Rugambwa, yeye alirudi Uswisi na amezikwa kule. Akaja askofu mkuu au Kardinali Rugambwa amekufa, na alikuwa ameandika wili yake kwamba kifa ni kuzikwa kule Bukoba, ambapo alianzia utume wake wa askofu. Lakini mimi nikasema mimi nimekuja Dar es Salaam. Dar es Salaam ni nyumbani, basi nikifa hakuna cha kunipeleka Sumbawanga wala wapi mahali pengine, kwa sababu nichague Sumbawanga kule sijafanya kazi kama askofu. Afadhali wangeniambia niende nikazikwa na Chingwea au niende kuzikwa Tunduru Masasi, ingekuwa na maana. Lakini muda mwingi zaidi kama askofu nimekuwa hapo Dar es Salaam. Kwa hiyo hapa Dar es Salaam ndio nyumbani. Kwa hiyo ni kweli nimeenda kaburi pale Pugu katika kile kikanisa kile kidogo. Maaskofu kwa desturi wanazikwa kwenye kanisa kuu, lakini kuna uwezekano na tunapewa nafasi ya kufanya uchaguzi mahali pengine ambapo panakuwa more meaningful. Pia hapa panakuwa na meaning fulani, na pale kulingana na wamisionari wa kwanza kufia pale waliokuja kasema labda ni vizuri mimi nikajiunga nao kisha kufa. Ndio sababu ya uchaguzi huo. Na watu wanauliza, binafsi ningependa kujua hilo kaburi umeliandaa kwa namna gani? Tayari limechimbwa ama ni kaeneo tu kwa ajili hiyo? Limechimbwa. Kaburi limechimbwa kabisa? Ndio. Haikuwa inakupa wasiwasi hii pengine unajichoria kufa Kardinali? Liwepo kaburi lisiwepo kufa na anayepanga, kwa kweli hiyo ndio mimi kimaisha yangu nimetambua kwamba Mungu tu ndiye anayepanga lini mtu atakufa, lini mtu ataendelea kuishi. Kwa sababu baada ya operation hasa mbili zile za kule India, wakati wowote niliweza kufa. Ulikata tamaa kabisa? Kukata tamaa si vizuri, lakini basi nilikuwa tayari kwa chochote kile. Nilikuwa tayari kwa jambo lolote, na mpaka leo nashangaa kwamba niko hai. Na mwenye afya zaidi. Ndio. Na kwa hiyo ni hivyo. Ninakumbuka wewe bila shaka ni mdogo wake na askofu mkuu mstaafu wa jimbo kuu la Arusha, Mhashamu Josephat Lwile-Mbulu, na mmekuwa marafiki pia kwa karibu sana. Ndio. Ninakumbuka moja kati ya wakati pale wamekualika kwenye kongamano la charismatic pale, ulimwambia kwamba asingekuwa askofu pengine atangekuwa mganga wa kienyeji. Na mimi nilipata nafasi pia kufanya naye mahojiano. Nikamwambia Kardinali alikuwa anamaanisha nini hapa. Akaniambia pengine ukipata nafasi ya kuonana naye. Alicheka sana, lakini akasema pengine ukipata nafasi ya kuonana na Kardinali anaweza kukwambia ni kwa sababu gani. Kwa kweli hakuna la pekee hilo lakini unamwona askofu mkuu Josephat ni mtu mwenye karama ndani, na ni kwa neema ya Mungu kwamba hiyo karama imeelekezwa kwenye kanisani, akawa padre, akawa askofu. Ni kwa maana ya kusema karama hiyo isingekaa bure,
bila kutumika. Kwa hiyo ingeweza kutumika kwa namna nyingine, hata kama kusingekuwa nafasi ya yeye kuwa askofu, ilipaswa aitumie, kwa sababu maelekeo yake pamoja na watu, influence yake kwa watu ndio inamfanya ama iwe kwa mambo mazuri kulingana na mpango wa Mwenyezi Mungu kwa kanisa, au vinginevyo angeweza hata kwa mahali pengine popote.